Naibu Spika, ninashukuru sana kupata nafasi hii ya kuwa mchangiaji wa kwanza kwa asubuhi ya leo. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo ameniongoza katika kipindi chote hiki cha bunge la 12 ambalo sasa linaelekea mwisho kwa salama na amani. Lakini pia nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kupeleka jina langu kwa wananchi mwaka 2020 ili nipeperushe bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya ubunge. Ninaamini kabisa nimekitendea haki chama changu katika dhamana ambayo walinipa. Lakini niwashukuru zaidi wananchi wote wa jimbo la Mwanga kwa kunipokea nilipoletwa na Chama cha Mapinduzi na kuniamini na kunipa dhamana ya kuwakilisha kwa nafasi ya ubunge. Naamini kazi imefanyika vizuri. Kwa hiyo ni wataarifu tu kabisa kwamba tunaelekea mwisho wa kuchukua fomu na mimi niko njiani na kwenda kuchukua fomu, na ninaamini kabisa kwa kazi ambayo Mungu ametuwezesha kufanya, basi watakuwa tena na imani ya kuweza kunirudisha. Sio mimi tu, Mheshimiwa Naibu Spika, hata wewe kule jimboni Ilala pamoja na waheshimiwa wabunge wote ambao tumekaa vizuri sana huko ndani. Lingine nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake makini. Kwa kweli wananchi wa Mwanga wameona kazi ya Mheshimiwa Rais, Tanzania imeona na hata dunia imeona, na ndio maana hata Mheshimiwa Rais amepewa tuzo na awards nyingi sana katika kipindi hiki, kwa sababu dunia imeona kazi ambayo amewafanyia Watanzania na ameifanyia dunia. Ni wazi kabisa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye mtu sahihi wa kupeperusha bendera ya CCM na kuendelea kuliongoza taifa hili kwa kipindi hiki kinachokuja. Mheshimiwa Naibu Spika, nisiwe mchoyo wa fadhila, nimshukuru sana Mheshimiwa Spika pamoja na wewe na viongozi wetu wote wa bunge kwa jinsi ambavyo umetulea, hasa sisi wabunge wa awamu ya kwanza, mkatuongoza tukaweza kufanya kazi zetu kwa viwango hivi ambavyo tumefanya. Tunawashukuru, mmetujengea uwezo mkubwa sana wa kuweza kutupa confidence ya kurudi kwa wananchi kusema tupeni tena kipindi kingine. Mheshimiwa Spika, bajeti iliyopita ilitekelezwa vizuri sana. Tumeona kwenye taarifa kwa viwango vikubwa vya zaidi ya 90%. Hii inadhihirisha kwamba viongozi wetu waliotuongoza katika eneo hili, Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba na naibu wake, pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Mipango na naibu wake, ni viongozi sahihi kwa sekta hii. Kwa hiyo tunaweza kuwaamini kabisa na kuiamini pia bajeti ambayo wameileta kwamba itatuvusha. Bajeti hii iko vizuri na mimi niseme mwanzoni kabisa kwamba ninaiunga mkono. Kwa kifupi, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naitazama bajeti hii kama bajeti ambayo imelenga kuondoa utegemezi kiuchumi kwa kuchochea zile sekta muhimu za uzalishaji na kupanua wigo wa kodi na kuweka pia mifumo rafiki kwa ajili ya kukusanya kodi. Kwa hiyo ni bajeti ambayo imeanzia pazuri, kwa vile ile iliyopita ilitekelezwa vizuri kiasi ambacho tumeona kwamba uwiano wa deni na pato la taifa ni 20% wakati ukomo ni 40%. Hilo ni jambo zuri, na hata mashirika yenye hadhi kubwa kimataifa kama Moody's yalipokuwa yanatufanyia tathmini, yametutathmini kwamba bado tuko vizuri, na hivyo kufanya hata deni letu liwe himilivu. Tuendelee mbele kwa ujasiri, bila hofu na bila kusikiliza maneno mengi. Tufanye kazi kwa moyo na kwa kujiamini, kwa sababu kweli tunasonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeona mapunguzo ya kodi katika maeneo mbalimbali ambayo ni nyeti, kama vile maeneo ya kilimo, utalii, madini pamoja na uendelezaji wa rasilimali watu. Kwa upande wa kilimo, nipongeze kuondoa kodi ya ongezeko la thamani katika viuatilifu. Hii itasaidia wakulima kuweza kulima vizuri zaidi, na kuondoa VAT kwenye nguo zinazotengenezwa na pamba yetu. Hilo litachochea sana wakulima wa pamba kuendelea kufanya vizuri na kupata kipato, na hiyo sekta kukua kwa kasi. Na hata maeneo kama ya mbolea, mafuta ya kula yanayotengenezwa kwa mbegu zinazolimwa hapa nchini, matairi ya matrekta pamoja na vipuli mbalimbali, hizo ni hatua nzuri za kusaidia kukuza zile sekta za muhimu ambazo tunaziangalia. Nimeona pia kwenye madini na gesi, lakini pia bajeti haikuwasahau wale watu wadogo wadogo wa bodaboda ambao ni ajira kubwa. Nimeona pia kuna unafuu wa kodi kwenye bodaboda, yani katika maana ya pikipiki, bajaji pamoja na guta.
Kupunguzwa kwa hotel levy pamoja na bima ya wageni pia ni jambo la muhimu sana ambalo litachochea sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeona pia upunguzaji wa kodi kwenye magazeti yanayotengenezwa humu ndani. Hii pia ni hatua nzuri katika kuwafanya watu waendelee kupata taarifa na pia kuweza ku exercise demokrasia, kwa sababu demokrasia pia inahitaji haki ile ya kupata taarifa na kutoa taarifa. Ningependekeza kwa kusisitiza sana kwamba tasnia nzima ya habari pamoja na sanaa iweze kupatiwa nafuu mbalimbali na pia urahisishwaji wa masharti yao ya usajili na kulinda kazi zao, kwa sababu sanaa na habari ni ajira kubwa, lakini pia ni kiungo muhimu sana katika kutimiza haki ya kidemokrasia ya kutoa na kupata taarifa, jambo ambalo ni muhimu katika uchumi pia wa nchi inayokuwa kama hii ya kwetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefurahishwa pia na suala la kudhibiti uholela wa wageni kufanya kazi ambazo zinapaswa kufanywa na wenyeji. Kwa kweli ni aibu tunapoona wageni wanafanya kazi za screen printing, kuprint t-shirt kule Kariakoo, kuuza vitu barabarani. Hii kwa kweli imekuwa aibu. Nashukuru kwamba sasa tumeamua kwamba aibu hii tuachane nayo. Sisi wenyewe tukienda huko nje tunafuata masharti ya kufanya kazi, sio kwamba mtu aje hapa na ukiangalia vyeti vyake labda amekuja kama mhandisi lakini anauza tiles barabarani. Hii sio sawa sawa. Swala hili ni muhimu sana, serikali ikatae watu wa namna hii ili tuweze kusonga mbele. Lakini pia liko jambo moja ambalo ligusa rafiki yangu Mheshimiwa Biabato jana. Kuna hili sharti kwamba lazima mwekezaji akifungua kampuni kuwe na hisa fulani ambazo zinashikiliwa na wazao. Sasa pamekuwa na mtindo kwamba ikishaandikwa pale kwenye memorandum and articles, ukienda na kuonyesha hii hapa, utakuta labda ni mhudumu wake wa ndani au dereva wake au messenger pale ofisini amempa zile share. Inatakiwa kwa kweli twende hatua mbele zaidi, kwa sababu share zinazoandikwa kwenye memorandum and articles ile ni authorized share capital, yani mtaji ambao kampuni inaruhusiwa kufanya biashara. Tunataka twende chini zaidi, tuone issued share capital, kwamba ni share ngapi zimekuwa issued kwenye ile kampuni, na paid up share capital tuone yule mtu ana share certificate, amelipia kodi, na baadaye tumuone minutes akiingia kwenye vikao, akishiriki kwenye maamuzi na kupata dividend mwisho wa mwaka na kodi ilipwe, ndio tutakubali kweli huyu ni mwanahisa. Lakini hii habari ya kuchomeka watu tu pale sio sahihi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi sasa nikirudi tu jimboni kwangu Mwanga, kwa kweli mimi niseme wazi kwamba katika awamu hii ya 6 jimbo la Mwanga limetendewa haki. Miradi yote ile ya kimkakati ambayo ilikuwa kwenye ilani na ambayo tuliomba baada ya ilani imetekelezwa. Kuna iliyokamilika kabisa, lakini kuna iliyo kwenye hatua nzuri za utekelezaji. Kwa hiyo sisi kama Mwanga tunasema ilani imetekelezwa, serikali imetutendea haki, Mheshimiwa Rais ametufanyia haki. Kwa hiyo hatuna mashaka na tunachokisema kwamba yeye ndio mtu sahihi wa kuendeleza kupeperusha bendera ya CCM. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi nzima inafahamu kwamba kulikuwa na mradi mkubwa sana wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Mradi ule umekamilika sasa mwaka wa 19 huu toka umeanza, lakini Mheshimiwa Rais ameufungua, tunakunywa maji. Tumekamilisha master plan ya mji wa Mwanga ambayo ilikuwa na package ya miradi, hospitali ya wilaya, VETA, barabara ya kimkakati ambayo tumeita CD Msuya bypass, jengo la utawala la halmashauri pamoja na stendi. Hivyo kuna ambavyo vimekamilika na vingine viko kwenye hatua nzuri za kiutekelezaji. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hapa siwezi kumaliza mambo yote, lakini ukienda tu kwenye elimu tumejenga madarasa 139, tumejenga shule mpya 5 za sekondari na za msingi kadhaa, tumejenga mabweni 19, tumepandisha hadhi chuo cha ustawi wa jamii kuwa chuo kikuu, chuo kishiriki, tumejenga lango la utalii, sasa tunafaidi matunda ya hifadhi ya Mkomazi, na tumepata miradi mikubwa ya umwagiliaji, wa mwisho ukiwa mradi wa bilioni 16.894. Ni mradi mkubwa sana Mheshimiwa Naibu Spika, ambao utatupunguzia sana kero ya swala la ajira, kipato na chakula. Lakini sio huo peke yake, kuna mwingine bilioni 4.8 na mwingine bilioni 1.064. Si jambo la mchezo kwa kipindi kifupi ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan amekaa madarakani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo kimsingi sisi mambo yako vizuri, lakini
yako mambo tu matatu ambayo ni ya kukumbusha, kwa sababu nasema ni ya kukumbusha kwa sababu yameshaanza utekelezaji na mengine Mheshimiwa Rais alishayatolea maelekezo. Kwa mfano, stendi ya kisasa katika mji wa Mwanga ilishafikia, bajeti ilishapita na tumeshaandaa uwanja. Kwa hiyo ni swala tu, tunaomba fedha zile ambazo ziliahidiwa zije, pamoja na kituo cha afya cha kimkakati. Asante Mheshimiwa. Na mwisho kabisa, mradi wa kuondoa magugu maji Ziwa Jipe ambazo pia bajeti ishatengwa. Tunaomba Wizara ya Fedha sasa, ile tuombe tena Mheshimiwa Rais, tunaambia Wizara ya Fedha tunaomba tukamilishe hiyo miradi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja.